بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التعلم والتعليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. نعم. Hapa leo kama tulivyoeleza katika darasa lililopita, tuingia katika kupangusa juu ya hofu mbili. Na kabla hata kuingia kwenye hii fasili kwanza, lazima tuielewe kabisa sura ile mtu kuvaa hofu na kupangusa, lazima tuielewe ni vipi. Maana watu hudhani tu mimi nimetoka nyumbani naenda kazini basi navaa hofu, ukifika kule badala ya kumkitawadha na nini na pausa hofu. Sio, kuna makosa mengi watu hufanya hao. Kwanza itakuja masala soksi yafaa au haifai, hiyo itakuja baadaye, lakini asili ile sura, unajua tukizungumzia jambo mpaka kwanza ile sura uweze kuimagine, sio uweze kufahamu, yani uweze kumbe ni hivi na hivi na hivi. Sio sisi tuzungumza hukumu na wewe ile jambo hata kiakili haulijui. Hofu asili yake ni hivi: unavaa baada ya kutawadha. Yani vipi? Unatawadha udhu kamili, mguu unafanya nini? Unaosha, unakuwa na udhu wa kamili, pale ndio unapewa ruhusa. Sasa faida yake nini? Faida yake ni gani? Ukishaivaa ile hofu, baadaye udhu ukitanguka, huna haja ya kufanya nini? Ya kuosha mguu. Ushaelewa sasa? Baadaye huna haja ya kuosha mguu, unapangusa tu. Na kuna muda, hii ni ruhusa unapewa tu kwa muda. Sio mfano leo umetawadha basi utavaa soksi, utavaa hofu maisha yako. Hakuna mambo kama hayo. Ile ni ruhusa unapewa kwa muda fulani. Tutakuja kuisoma inshallah. Kwa hivyo sura imefahamika kwanza. Kisha mfano udhu ukitanguka. Mfano udhu umetanguka. Sikiza tuelewane. Nimetawadha mimi, nikavaa ile hofu, kaenda zangu safari zangu, kurudi siku 2-3 mara katangukiwa na udhu. Taban nitalala. Kilala ukiamka umetangukiwa na udhu, wataka kufanya nini? Kutawadha alfajiri. Je, lazima nizitoe zile? Utatawadha, huna haja ya kuosha mguu, utapangusa tu kama tutakavyoeleza inshallah. Utaendelea. Kisha labda ile time itaisha. Time yenyewe ikiwa umesafiri ni siku 3, na ukiwa bado uko mji wako ni siku ngapi? Siku moja. Kwa hivyo ikiwa wewe uko mji wako, baada ya siku moja tangu wakati umepata hadathi, sio tangu uvae ile hofu, tangu udhu wako utanguke, tunaanza kuhesabia haya bwana, kuanzia sasa wewe una nini? Una siku moja, 24 hours hiyo. Wangoja time kama ile, mfano wewe umetangukiwa na udhu saa 7. Basi saa 7 ya kesho yake tutakwambia time ya kuvaa hofu imefanya nini? Imekwisha. Maana yake ilifanya nini? Tutakuuliza, je, wewe unao udhu ama hauna udhu? Yani hivi sasa ile time imekwisha, unao udhu wa hofu, yani unao udhu ambao ulipangusa hofu ama hauna udhu? Inawezekana unao, inawezekana hauna. La, yani wewe hujanipata. Mfano time si inaisha saa 7, lakini saa 6:30 ulitawadha hofu kwenye mguu, utaosha au utafuta? Tafuta tu, maana umevaa hofu. Tafuta. Hivi sasa wewe ukitakuswali unaruhusiwa saa 6:30. Kwa nini unaruhusiwa? Maana wewe bado una hofu, sio? Na time haijafika ile saa 7. Kwamba sasa hivi unaruhusiwa kuswali. Maana yake unao nini? Maana yake si maana una hofu tu, maana yake unao udhu. Lakini udhu ule sio wa kuosha mguu, ni wa kupangusa juu ya nini? Kwa hivyo time ikiisha tutakwambia kazi yako rahisi. Sio bado una udhu. Kazi yako rahisi. Vua soksi, osha miguu. Osha tu miguu, vaa tena. Si soksi jamani, mimi nasahau natamka soksi. Si soksi, na madhehebu yetu na madhehebu matatu soksi hazifai kabisa, na kuna madhehebu moja soksi yafaa, lakini kutakuja maelezo sasa hivi. Tutakuja tukizungumzia. Kwa hiyo ile hofu utaitoa, utaosha tu miguu, hatukwambia utaanza kutoka mwa. Kwa nini tukwambia utaanza kwa ajili huku kwengine uso hauna hadathi, mkono hauna hadathi, kichwa hakina, ibaki mguu tu. Lakini bwana mimi natawadha kitambo ile uso na mkono na kichwa. Nikwambia haina neno, madhehebu yetu si lazima utawadhe kwa kufuatana.
Tumeelewana sasa? Hii ndio sura ya hofu. Ama ikifika ile time imekwisha na wewe huna udhu, tutakwambia toa hofu, ama hata kama usipotoa haina neno, lakini tawadha udhu kamili. Tawadha uso, kisha mikono, kisha kichwa, kisha miguu lazima uoshe. Kwa hivyo utatoa hofu, uoshe miguu, kisha hofu uvae uende zako. Hii ndio sura kwa ufupi ya nini ya hofu. Sawa? Sasa itakuja masharti na itakuja zile hukumu za kutumia. Tumeelewana mpaka hapa? Ilikuwa tutafaa kuanza aslan na ahkam ama hukumu za hofu, lakini kwanza utasoma kisha ndo tuendelee vile kama kawaida. Nilikuwa tu nataka kueleza ile sura kwanza, ujue bidhabti tuzungumzia nini sisi. Sawa? Soma. Bismillah. المسح على الخفين. فصل في المسح على الخفين. ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء. وشرط جواز المسح أن يلبسه بعد طهارة كاملة وأن يكون الخف طاهرا قويا يمكن تتابع kama kwako ni mutaba makosa يمكن متابعة المشي عليه للمسافر في الحاجات ساترا لمحل الغسل لا من الأعلى مانعا لنفوذ الماء من غير الخرز. وأن ينزعه المقيم بعد يوم وليلة والمسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها. وابتداء مدة من الحدث بعد اللبس. فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم. ويسن مسح أعلاه وأسفله وأقبه خطوطا مرة. والواجب مسح أدنى شيء أعلى. نعم. لا إله إلا الله. أسمى شيخ رحمه الله فصل في المسح على الخفين. Kwanza kabisa tujue kuwa kama anavyosema hapa wayajuzu almashu, na inajuzu na inafanya nini? Na inajuzu. Yani tukisema inajuzu yani inafaa, yani una ruhusa. Ukiambia una ruhusa maana yake bora nini? Si watu kawaida. Ukiambia bwana ruhusa bwana afanye hivyo, bora maana yake nini? Bora ni uache. Yani nikwambia ruhusa bwana kula kama unataka, bora ni ufanye nini? Uache. Ni ruhusa kufuta ama kupangusa hofu mbili, lakini la bora ni uoshe miguu. Kuosha miguu ni bora, hiyo ndo asli. Sasa utaambiwa
asli ya hukumu ya hofu ni nini? Yani kupangusa hofu ina hukumu karibu 5, nazieleza, naziandika kama unataka. Kupangusa hofu kwanza asili yake tutakwambia ni ruhusa, kwa hivyo ni mubaha, yani inafaa, sawa, lakini bora hukumu ya kupangusa hofu tutakwambia asili yake ni kwa inafaa, yani mubaha, yani halali, lakini bora ni uoshe mguu, sio ndio bora. Haya, lakini kuna wakati kupangusa inakuwa sunna. Kuna wakati kupangusa hofu inakuwa nini? Inakuwa sunna. Mfano upate mtu kwenye moyo wako wewe waona dhiki, vipi ni ruhusa bwana, yani ile ruhusa huipendi, basi katika kujaribu kukandamiza nafsi yako tutakwambia bora kwako ni ufanye nini? Upanguse ile hofu, ile itakusaidia wewe kubadilisha fikra yako. Tumeelewana? Ama mfano wewe ni mtu ambaye watu wanakuiga, wewe ni kiongozi, watu wanakuiga, umeenda sehemu watu wote wamevaa hofu, labda watu wengi wamevaa hofu, wewe pia umevaa hofu, nakwambia bora pale ufanye nini? Upanguse, ili watu wasome wajue kumbe ni ruhusa, sawa. Ama mara nyingine wataka jamaa, wangoja jamaa. Lau utaamua kuosha miguu utahitaji maji mingi, itabidi uende mbali, labda utafute nini? Utafute maji. Lakini lau utaamua tu kupangusa juu ya hofu utaweza kupata nini? Jamaa. Basi tutakwambia bora upanguse juu ya hofu ili upate nini? Tumeelewana? Hizi ni hali 3. Hizi ni hali 3 ambayo kupanguza ni sunna. Asli tumesema ni mubaha, yani ni halali. Kisha inaweza kuwa sunna. Wakati gani? Ikiwa labda wewe wataka kupata jamaa. Lau ukaamua kuosha miguu utapata swala ndani ya time, lakini utakosa jamaa. Utakwambia basi katika hali hii afadhali tu upanguse haraka ili uwe jamaa. Kwa hivyo kuna wakati kupangusa hofu sio ati ni mubaha tu, sio ati ni ruhusa tu, bali inakuwa ni bora. Sawa? Haya. Inaweza kuwa ni wajibu. Kupangusa hofu mara nyingine inaweza kuwa ni lazima. Mfano una maji kidogo. Maji una hakika haya mimi nikiamua kuosha miguu haitoshi. Haya maji hayatotosha. Utakwambia basi kupangusa hofu imekuwa lazima, ili maji yatoshe. Tumeelewana? Tuko pamoja? Haya. Pia inaweza kuwa lazima, mfano wewe umechelewa kuswali, mtu amechelewa kuswali, time ya swala inaenda kufanya nini? Kutoka. Na maji ni hayo, ni kidogo. Lau tukimwambia aoshe miguu, itabidi aende katafute maji labda mpaka time ya swala itafanya nini? Naambia lazima upanguse. Manake kupangusa yatajituma maji kidogo kama tutakavyoona namna kupangusa. Sawa? Mara nyingine pia wanasema mfano wewe waogopa Arafa itakupita, kama umeenda hija uko sehemu waogopa time ya Arafa inaenda kuisha. Hapa nikiamua kuosha miguu mimi nitachelewa, labda mfano kule inayotokea, unajua hii ni uzuri, ni mtu akiwa kule ndo angeweza kuiishi. Yaani wewe umekwenda kule, huwa kuna mabasi yanayochukua watu nafikiri kwenda Arafa. Sasa kuna mabasi yanabeba watu. Sasa wewe hapa kuna maji kidogo ambayo yanatosha tu kuosha uso, mikono na kupangusa kichwa, kisha na kama waweza kupangusa hofu. Yaani hayatoshi wewe kuosha nini? Kuosha miguu. Lakini lau ukiamua kwenda kutafuta maji, basi litakukimbia, manake utakosa Arafa kule. Tutakwambia basi lazima ufanye nini? Lazima upanguse. Hizi ni sura jamani. Hapa kwa nini ninazitaja hizi hadithi? Ndio tunataja haya ili mabongo yafunguke, mabongo yafanye kazi kama mafukaha. Tujizoeshe namna ambavyo yaani akili za mafukaha zinafanya kazi. Unaona namna ambavyo wanatoa hukumu. Ndio hofu asili yake ni sunna, lakini unakuja unafikiria kuna hali inakuja kuwa hofu ni sunna. Asli ni mubah, ni ruhusa, sio? Kuna hali inakuja ni sunna, kuna wakati inakuja ni faradhi. Hii ni mifano sisi tutataja ili akili yako ifunguke, izoee. Ushaelewa? Haya. Hata mambo mengine yanaweza kuwa hayatokei, si sana kutokea labda, lakini la akili yako wewe inachangamka. Tumeelewa? Kwa hivyo tumetaja wakati gani mubaha, wakati gani ni kwa sunna, wakati gani ni inaweza kuwa ni haramu. Sasa inaweza kupangusa hofu, inaweza kwa sasa tukwambia ni haramu wewe kupangusa ile hofu, ni haramu. Mfano wewe hofu umeiba, waliadhu billahi, si wewe lakini yeye. Mfano mtu ameiba hofu, mwambia yeye kupangusa hofu ni haramu, lakini inasihi. Manake hakuna sharti lolote limepungua.
Yeye tutamwambia tu bwana, kama yule mtu waliabdillah kwenye mwenye kuswali kwenye msikiti ambao ardhi imeibwa, ama mwenye kuswali juu ya ardhi iliyoibwa, tutamwambia ama nguo, tutamwambia ni haramu, lakini swala inaswi. Hili ni jambo na hili ni jambo jingine. Tumeelewana? Lakini mara nyingine inakuwa ni haramu pamoja na kuwa haiswihi. Mara nyingine inakuwa ni haramu pamoja na kuwa haiswihi. Vipi yani ni haramu pamoja na kuwa haiswihi? Mfano mtu amekwenda hija kisha kavaa hofu. Mwenye kwenda hija hafai kuvaa hofu. Yaani hafai kuvaa nguo ambayo labda imeshonwa, mwanamume hafai kuvaa nguo ambayo imeshonwa, ama hafai kuvaa nguo inayomzunguka. Sasa akivaa hofu imemzunguka mguu, ile ni haramu. Tofauti ya uharamu hapa na pale kwenye kuiba nini, mpaka huko toka, manake huko tutamwambia haiswihi. Akipangusa ile hofu haifanyi nini? Haiswihi. Mbona pale kwenye alipoiba tulisema inaswihi, ni haramu tu, na hapa tunasema haiswihi. Hapo ngumu kujua. Hata mimi kusema ukweli mfano huu ulikuwa sitaki kuakili, lakini nikasema acha tu tusumbuane akili mpaka tuzoee. Yule ambaye ameiba, madhambi yake yako katika kuvaa ama madhambi yake yako ile hofu tu, hata ikiwa kwake yeye apata dhambi? Yule ambaye ameiba hofu, tuelewane hapa. Mtu ambaye ameiba hofu, ile hofu tu kuwa iko na yeye, anayo yeye nyumbani kwake, ama moja kwa moja anapata nini? Kwa hivyo sio ati dhambi ni kwa kuivaa, dhambi ni kwa kuiba. Lakini yule aliyoko hija, dhambi ni kwa kufanya nini? Kule kuvaa, ile dhati ya kuvaa yenyewe ndio makosa. Tumeelewana hapa tofauti ndogo eh? Na hii pia inaingia katika masala ya kupangusa kwenye kilemba. Nisikuwatajia wakati ule, ninasema nitawatajia hapa ndio tuifahamu kabisa. Kwenye kilemba, nakumbuka tulisema mtu ambaye amevaa kilemba labda hata kutoa wakati wa kutawadha, kama ataka kutimiza sunna, basi apanguse kichwa kidogo kisha atimize juu ya nini? Juu ya kilemba. Mkumbuka? Miongoni mwa masharti kilemba iswihe kupangusa ni ile wewe haupati dhambi kwa kuvaa kilemba. Wakati gani unapata dhambi kuvaa kilemba? Kwa hija, ufai kufunika kichwa. Nilitaja hivi. Nilitaja, lakini sasa ambao sikutaja ni ikiwa mtu ameiba kile kilemba. Mtu ameiba kilemba, inaswihi kupangusa, mwambie inaswihi. Lakini sio pata dhambi. Mwambie pata dhambi, lakini si dhambi ya kuvaa kilemba. Asli si dhambi ya kuvaa kilemba. Asli yeye ana dhambi kwa ajili tu kilemba amekiiba. Hata kikiwa nyumbani kwake yeye anapata dhambi. Naam, sio. Usivue, si lazima uvue yote. Songeza tu kidogo ili uweze kupangusa nini? Kichwa. Tumeelewana? Tumeelewana mpaka? Basi hizo ndo ahkamu za nini? Na mara nyingine inaweza kuwa makruh. Lakini makruh yenyewe sio kule hukumu ya kupangusa ni makruh, lakini namna ya kupangusa. Yaani hofu kama tutakapokuja kuona si sunna upanguse mara tatu. Kwenye kutawadha kumbuka tulisema kila kitu fanya mara tatu. Sio? Isipokuwa kwenye hofu. Si sunna fanya nini? Upanguse mara tatu. Kilemba niliwaambiaje? Yapanguse mara tatu ama yapanguse mara tatu? Riwaya wamesema ni mara tatu. Nasema maulama wamekhtalifiana. Baadhi wamesema mara moja, baadhi wamesema mara tatu. Yule aliyosema mara moja amefananisha kilemba na nini? Na hofu. Maana yake hofu wote wamekubaliana. Pangusa ni mara ngapi? Paka hapa sasa tumeelewana? Hiyo ni twaje kwa ufupi tu ama kwa haraka. Hukumu ya kuvaa hofu ama ya kupangusa juu ya hofu katika hali tofauti. Ukiwa katika hali hii ni mubaha, ukiwa katika hali hii ni sunna, ukiwa katika hali hii ni haram, namna fulani makruh. Sawa? Wacha andika. Sawa, sasa asema Sheikh rahimahullah, wa yajuzu almashu ala alkuffayn. Na inafaa mtu ana ruhusa ya kupangusa juu ya hofu ngapi? Hofu mbili. Hivyo haiwezi kuwa hofu moja. Sio ati mguu mmoja unaweza kuvaa hofu, mguu mmoja uko bure ati uosha, hakuna kitu kama. Lazima hofu ziwe mbili. Pole hizi ahkam tuanza kuzizoa. Asema badalan an ghasli rijlain, badili ya kuosha miguu miwili. Yaani wewe badili ya kuosha miguu miwili unapangusa tu juu ya zile hofu. Sawa? Fil wudhui, lakini angalia. Hii pia ni sharti nyingine, ni katika udhu peke yake. Ruhusa hii ni katika nini?
Hakuna katika kuoga. Ati mtu badala ya kuoga janaba akwambia utaoga janaba yote lakini miguu stosha. Utapangusa juu ya hofu. Hakuna kitu kama hicho. Ruhusa hii ni katika kuondoka itwaje kutawadha peke yake. Tuko pamoja? Haya. Asema shekhe wa shartu jawazi al-masih. Sasa masharti ya kujuzu kupangusa nini? Haya, sasa hapa ndo kwenye kazi. Hapo tulipotangulia kuwa hofu inavyovaliwa na nini pia watu wengi ukosea. Tumetangulia sisi tukasema kwanza lazima ujitwahirishe tahara kamili kama atakavyokueleza. Yaani utawadhe kikamilifu. Sawa? Kisha ndo uvae hofu kisha udhu ukitanguka. Napata watu wengi wanatoka enda kazini, ametoka hana udhu. Kisha akuvalia nini? Soksi. Kwanza amekuvalia soksi, si hofu. Kwanza hapo ni shida. Kisha akifika kazini kule wakati wa kutawadha adhuhuri, atawadhe kisha kupangusia juu ya soksi. Wewe masharti karibu yote umeyaporomosha. Kwanza huja tawadha udhu kamili kabla ya hapo, kisha kitu cha pili utumia soksi. Na watu ni washindana. Hii ndio shida jamani. Na hili ni jambo jamani, swala za watu batili jamani. Hizi ni swala za watu zabatilishwa jamani. Na mambo ya kutekesha jamii tunaendelea. Almuhim, angalia asema shekhe wa shartu jawazi al-masih, na masharti ya kusihi kule kufanya nini? Kupangusa. Asema an yalbasahu ba'da taharatin kamila, aivae baada ya tahara iliyokamilika. Sasa nikisema tahara iliyokamilika, yani tahara ambayo yeye ataweza baada yake kuswali, yeye ataweza baada yake kufanya nini? Kuswali. Au uwe huna janaba na huna hadathi ndogo, kwa ufupi. Alhamdulillah, tumeelewa. Baada taharatin kamila. Ya pili akwambia wa an yakuna al-khuffu tahiran, wa an yakuna al-khuffu tahiran, na ile khofu iwe ni tahir, yani ni safi. Sawa? Hata kama mfano inaweza kuwa wewe wakati wa kuivaa si safi, lakini kabla upate hadathi ukaisafisha. Maana ile yaosheka, sio si ngozi ile. Sasa inaweza kuwa umeivaa si nini? Si safi, lakini ukachukua baada ya ushaivaa kabla ya kupata hadathi ukaosha pale, haina neno. Bora tu kabla ya hadathi wewe ushafanya nini? Ushaisafisha. Yani ni tahir ile khofu. Hiyo yenyewe ni nini? Ni safi. Ili uweze kupangusa. Ili baadaye utaweza kupangusa. Tamam. Asema tahiran. Sharti nyingine gawiyan. Gawiyan yumkinu tatabu'u al-mashi 'alayha. Gawiyan iwe ina nguvu, qawiyan angalia. Iwe ina nguvu ile khofu. Ukitaka iite soksi, iite utakachoiita, lakini iwe ina nguvu. Iwe na nguvu. Yani ile ni nzito. Maana yake nini iwe na nguvu? Yeye mwenyewe amekubainishia hapo kando, akwambia yumkinu tatabu'ul mashi alayha. Yumkinu tatabu'ul mashi alayha, inawezekana kutembea kwa hiyo hofu. Maana yake asli hofu kama nilivyoambia ni kama kiatu. Waarabu walikuwa wakivaa wakitembea masafa marefu. Sio miji soksi. Yaani soksi ukivaa hapa, ukitembea tu mpaka pale kwenye aitwaje? Sio kuchafuka. Ukitembea tu mpaka pale kwenye geti, soksi shakatika. Kwa soksi pekee yake. Wewe ulikuwa unafikiri ndio hiyo sasa watu wadhani si umepata sasa. Yaani hapa tukwambia yumkinu tatabul mashi alaiha, yani waweza kutembea hiyo bila kuvaa viatu. Na aslan wanaoivaa ile huwa hawavai viatu mara nyingi. Ni ngozi ile nzuri. Waivana ina nguvu ile. Sasa ni lazima iwe wewe una uwezo wa kutembea nayo. Ukitaka kuiita ni soksi, si soksi, nini, sisi hatuna haja ya jina. Bora haya masharti yafanye nini? Ya kuwe basi yatimia. Alhamdulillah. Tumeelewana? Kwa lazima yumkinu tatabu al-mashi alaiha, yani lazima mtu anaweza kutembea, lakini mwendo wa kawaida, yani mwendo wa nini? Wa kawaida. Hata kama hatotembea, tuelewane hapa. Yaweza kuwa mtu amevaa soksi na yeye kila saa yuko nyumba, hendi mahali. Amevaa hofu yani, afwan. Amevaa hofu na yeye kila saa tunakwambia sharti ya hofu, hata kama wewe utaketi tu nyumbani, bora tu ile hofu unaweza kutembea nayo. Lau ungetaka kutembea ungekuwa una uwezo. Basi hiyo tu. Lakini bwana unajua mimi hofu zangu naweza kutembea labda kwa siku 2-3. Tumwambia wewe wavaa ukiwa kwenu au ukiwa umesafiri. Ukiwa umesafiri, hofu yako kwa siku moja inaweza kubaki. Sema ndio, mkiamua kutembea inaweza. Naomba sawa. Haina neno. Kwa bora inaweza hata kama hutofanya au hutotembea nayo. Nasema yumkinu tatabu al-mashi alaiha, una uwezo ama iwe inawezekana kufuata matembezi juu ya hiyo alaihi, juu ya hiyo hofu. Asema lilmusafiri fil haja,
kwa mtu mwenye safari katika haja zake, katika haja zake. Yani mtu ambaye amesafiri kawaida na haja zake, wenda pale kununua, wenda nini. Kwa hivyo yule msafiri tumwambia wewe, hiyo khofu ulovaa ama hiyo socks, kama unataka kuvaa socks, hiyo socks ulovaa, je, waweza kwenda mpaka kutafuta haja zako za kawaida tu, si haja nyingi wala si kidogo, haja zako za kawaida kwa kuvaa socks peke yake, ama kwa kuvaa hilo vazi ulilovaa peke yake, ama hiyo khofu peke yake? Ikiwa inawezekana, kwambia khofu yako iko sawa. Ikiwa haiwezekani, basi ujue imekula kwa ufai kuivaa. Tumeelewana? Na ama mtu ambaye ni muqim, yani muqim maana yake ni mkazi, yani sio msafiri, mkazi kama hivi sisi hapa ndo utasema ndo kwetu, sio huyu mkazi. Ni vipi yeye? Tumwambia wewe, hiyo hofu ulovaa waweza kuzunguka nayo kufanya shughuli zako? Akisema ndio naweza, ndio sawa, kulingana na haja yake. Kawaida yule mtu aliyosafiri haja zake ni nyingi kuliko yule ambaye yuko hapa. Yule ambaye yuko hapa haja zake ni za kawaida, lakini yule msafiri ndio mpaka asafiri, maana yake alikuwa anaenda na haja fulani. Basi tuombe kila mtu kulingana na hali yake. Yaweza kuwa ile hofu ungekuwa nyumbani ingefaa, lakini ukiwa umesafiri kwa sababu zile safari labda haja ni nyingi, basi tutakwambia hivi haifai. Tumeelewana hapa? Haya, asema satiran li mahalli al-ghasli, satiran li mahalli al-ghasli. Sharti nyingine hiyo, iwe ile hofu imestiri sehemu ambayo ni wajibu wewe uoshe miguu. Kuna ile sehemu ambayo wewe lazima uoshe, ni sehemu gani? Kutoka kwenye macho kwenda chini, tutakwambia hofu lazima ifinike hapo yote. Kuna wengine wale wavaa socks zile zinaitwa ankle socks, sio kama ushawahi kusikia ankle socks hivi, utaona kiji socks chafika hapa, kisha hapa juu kiko haiswi. Maana hii sehemu ambayo wewe lazima uoshe, kwa hivyo tutataka hofu hiyo imekava mpaka hapa. Tumeelewana? Haya mambo yote, yani watu wafanya matezo tu na sheria. Asema hapa shekhe, satiran li mahalli al-ghasli, lazima iwe imeficha sehemu ya ambayo ni wajibu kuosha. Lakini tukisema lazima iwe imeficha, yani iwe ile vazi limefika paka hapa. Mara nyingine za kuwa ni pana ile hofu, mtu akiangalia kwa juu iweza haina neno, haina shida. Maana mimi nimekonda yahe, labda mimi nimekonda, hofu mashallah pan haina neno, hakuna wasiwasi, iko sawa, imeswihi. Bora iwe imestiri kwa chini na kwa upande, sio chini kwa jitundu, ama kwa upande labda kuna sehemu imefunguka hapa. Tumeelewana? Lakini kwa juu haina neno ikiwa itaweza. Satiran li mahalli al-ghasl, la min al-a'la. Angalia hii hapa, amesema hii ndio eleza sasa hivi, la min al-a'la, yani sio lazima iwe imestiriwa kwa juu, ile sehemu ya kuingiza mguu, yani sio lazima imestiriwa kwa pale. Sawa? Asema sharti nyingine, mani'an linufudhi al-ma'i, mani'an linufudhi al-ma'i, mani'an linufudhi al-ma'i, yani inazuia kutopita kwa maji. Haya, hizi soksi zetu vipi? Inazuia kutoingia kwa maji. Unajua ngozi haipitishi maji, sio? Hata kitambo zile chupa walikuwa wakitumia wale watu ambao wako kwenye majangwa, chupa zao zilikuwa zimetengenezwa na nini? Ngozi, sio? Nyinyi pia mnatumia kama hizo? Watu kwenu wanatumia kuchunga nani? Watu wa zamani wanatumia. Sasa hebu naambie billah alaikum, socks hizi, socks tunazozivaa kweli maji hayapiti? Yani vipi? Kwambia hapa mani'an linufudhi al-ma'i, iwe ile inaitwaje, hofu inazuia maji yasipite, inazuia maji yasifanye nini, yasipite. Lau ile hofu ulovaa wewe, ite hofu ite utakayoita, inapitisha maji, haufai kuivaa. Yani haiswihi kupangusa juu yake, haiswihi kupangusa juu yake, si ati haufai kuivaa kwa ni haramu, la, yani almuhim haiswihi kufanya nini, kupangusa juu yake. Wakati ukitawadha lazima uitoe basi. Sawa? Asema shekhe, min ghairi al-kharzi. Shuf, angalia, min ghairi al-kharzi wash-shaqq, min ghairi al-kharzi wash-shaqq. Hii ni muhimu, yani maana yake nini? Iwe haipitishi maji katika sehemu ambayo si sehemu ya zipu ama sehemu ya kushonwa. Ile hofu unaona maana linufudhi min ghairi al-kharzi, yani kwake ni min ghairi al-kharzi, vizuri, yake ni min ghairi al-kharzi peke yake, upande wake ni min ghairi al-kharzi, haina neno. Yani ona ile hofu weko hivi jamani, hofu ukivaa kuna sehemu imeshonwa, kuna sehemu ina zipu, hofu nyingine zile za zipu.
kuna sehemu ina zipu. Mimi ile hofu niliona ile ya zipu, nafungwa hivi zipu. Kawaida kwenye zipu lazima kuna vijitundu vidogo, maana yake maji yakimwagika ile haina neno. Ndio akwambia hapa, lazima ile hofu iwe inazuia maji katika sehemu ambayo si sehemu ya zipu ama si sehemu ya mshono. Ushaelewa? Yaani kama lau sehemu ya zipu ama sehemu ya mshono ingekuwa inapitisha maji, haina makosa, hiyo iko sawa. Hofu hiyo unaweza kutumia. Tumeelewana? La ilaha illa Allah min ghairi al-kharz wa shay. La ilaha illa Allah. Asema Sheikh rahimahullah, wa yanza'ahu al-muqim. Hii maatufu nasema. Sasa atazungumza hii, iweza kuifanya ni sharti ukaiunganisha na yale yaliyotangulia, ndio ukasema wa an yanza'ahu. Manake hapa mwanzo amesema an yalbasahu ba'da tahara, kisha sasa akasema wa an yanza'ahu au wa yanza'ahu al-muqimu ba'da yawmin wa layla. Hayo rahisi ni ile niloambia. Na yule mtu ambaye ni muqim, yani nini? Mkazi. Mara unaona ashaanza kuelewa. Tangi kisoma kwa Kiarabu ashaanza kuitwaje? Kuitikia Kiarabu. Yule ambaye ni mkazi aitoe baada ya muda gani? Baada ya usiku na mchana. Baada yaumin wa layla. Baada ya mchana na nini? Na useme alivaa usiku. Mpaka mchana kwa kisha magharibi ndio. Mpaka ile time alivaa. Kwa ufupi ni mpaka ile time alivaa. Kesho yake. Wewe umevaa leo saa 1. Sawa? Basi utakula leo saa 1 asubuhi. Taenda saa 1 mpaka saa 1 usiku, naivaa tu haina neno. Saa 1 usiku mpaka saa 1 asubuhi tutakwambia haya. Hivyo. Hapo katikati ukioga. Hiyo itakuja. Hiyo asla ajibu, umeuliza hili swali. Hili swali huwa hali. Yaani hii yatajwa kwenye vitabu vingine. Lao atatokea na janaba, bahati yake mbaya. Akitokea na janaba tutamwambia vua hofu, fanya nini? Lazima uoge. Hiyo tusingetaja hapa, lakini madamu umeuliza ishapita. Tumeelewana? Kwa hivyo huyu ni yule ambaye ni mkazi. Wal musafiru, na yule msafiri. Safara gasrin, wal musafiru safara gasrin. Msafiri aliyosafiri safari ya kasri. Safari ya kasri ni gani jamani? Tumesoma kwenye safina. Acha nguulize. Safari ya kasri ni ipi? Safari ya kasri labda ni ile ambayo inaenda muda sijui kilomita takriban zaidi ya 80. Takriban kilo 77. Yaani ile tukisema safari ya kasri ni ile safari ambayo unaruhusa kufanya nini? Kukusuru swala. Ndio shekhe hana haja kukwambia safari kilomita ngapi. Ashakwambia safari kasri. Maana yake wewe ushasoma mbeleni safari ya kasri ni ipi? Elimu lazima turudi nyuma pia. Tumeelewa. Kwa hivyo yule ambaye amesafiri safari ndefu, safari ile ambayo wewe ni ruhusa ufanye nini? Ukate swala ama upunguze swala. Safari hiyo ndio utakwambia kwenye hofu utafanya nini? Anasema baada 3 ayamin bila yaliha. Utapangusa ama utaitoa baada ya siku 3 pamoja na usiku za, yani michana mitatu pamoja na usiku zake ama usiku wake. Kwa hivyo ni masaa 72, sio 24. Masaa 72. Kwa hivyo ukivaa leo saa 1, tukapaka kesho saa 1 siku moja. Mpaka kesho kutwa saa 1 siku ya pili, mpaka hiyo siku nyingine saa 1. Sema mwenye kasri leo safari ya kasri pengine siku ya pili yake imeoga. Hivyo inakatika kisha unaanza tena upya. Ukishaoga watawadha kikamilifu, kisha waivaa hofu endelea. Sasa ukisema kuoga yani ameoga janaba ama ameoga tu kawaida? Ameoga kawaida. Sasa hizo story nyingine bwana. Wewe kama unazungumza kuoga kawaida tunaambia kama ataoga kawaida yani atatoa hofu ama atoi? Akitoa time imekwisha. Hata kama haogi tuelewane. Hii nafikiri hatotaja hapa Hii hatotaja hapa eleweni Hii hatotaja hapa. Lao mtu alikuwa amevaa hofu. Sawa? Hii hatotaja kwenye kitabu hiki. Kisha udhu kataguka akatawadha kisha akapangusa juu ya nini? Juu ya hofu. Kabla time kuisha yeye akazitoa zile hofu. Tuambia boss huwezi hata ukirudisha huwezi tena kuswali. Ulipotoa tu tahara yako ile ya hofu imefanya nini? Imekwenda na maji. Kwa hivyo osha miguu ndio uivae tena hofu. Tumeelewana kwa hivyo hilo swali lako sasa itabidi pia ile ya kwanza tujibu. Lao ameketi nyumbani akaoga, maana yake wewe maanisha ametoa hofu. Naambia unaanza tena upya, lazima ujitwahirishe kama. Sawa? Tuendelee. Asema la ilaha illa Allah 3 ayamin bila yaliha. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na lao mtu atakuwa yuko katika swala. Mfano yeye amevaa saa 7
Saa 7 ni time nzuri, ni time ya swala, sio? Sasa leo saa 7 amevaa pa. Saa 7 ya kesho kifika saa 6 na dakika 55 yeye yuko kwenye nini? Kwenye swala. Maana yake baada ya raka ya pili ndio yafika saa 7. Time ya hofu yake itakuwa imefanya nini? Imekwisha. Itakuwaje hofu? Tumwambia bosi, ilipofika saa 7 swala yako imebatulika. Maana yake huna tena tahara. Ruhusa ile ya hofu imekwisha. Kwa hivyo ikiwa time itaisha na wewe uko katika swala, tukamwambia moja kwa moja ile swala imefanya nini? Imebatulika. Umemaliza swala ndio ukumbuka, niko nilivaa saa 7. Na hapa mimi nikianza swala nilikuwa kabla ya saa 7. Tukamwambia haina neno. Madamu wewe swala katikati ya swala, time ile uliovaa ilifika, swala imeharibika, lazima utawadhe upya. Na sio lazima utawadhe upya, yani kama ile tulieleza, ikiwa bado unauzu utapangusa, utatoa, uoshe, vaa tena hofu, uendelee na maisha. Tuko pamoja ndugu yangu? Endelee, tumaliza hili. Kisha sasa akwambia, huo muda tunaanza kuhesabu wakati gani? Muda tunaanza kuhesabu wakati gani? Ndio anazungumzia sasa. Akwambia hapa, wabtidaul muddati, na kuanza kwa ule muda, yani muda hii tukisema siku nzima ama siku 3. Je, tuhesabu kutoka wewe uanze kuvaa ama tunaanza wewe ukiwa umevaa ile hofu, umevaa saa 1. Tuanza kuhesabu kutoka saa 1 ama tuanza saa ngapi? Tuanza vipi kuhesabu? Yaani sababu gani ndio itasema sasa muda wa hofu yaani mfano mimi nitawapa mfano. Mimi nimetawadha udhu kamili kisha nikavaa hofu. Nikaketi siku 10 sina hadathi kama inawezekana. Kama nitaketi siku 10 sina hadathi kama inawezekana. Na kila nikilala na la kwa kuketi. Maana inawezekana. Siku 10 sina hadathi. Hofu hukumu yake ni Asla mimi sijatawadha juu ya hofu jamani. Nimetawadha udhu wa kawaida, udhu safi. Kisha ndo nikavaa hofu. Kisha nikalala. Yaani sijapata hadathi mimi. Tangu nivae hofu sijapata nini? Siku 10 wewe. Ndio hiyo nakwambia siku 10 nikilala na lala kwa uketi. Maana yake udhu wangu hautanguki. Basi lazima wakati ifika upangusa. Yaani na labda sijakolewa. Niitoje nikufaradhia tu. Sasa wewe unaona nani? Basi kama ni hivyo, kila wakati ikifika upanguse. Sasa ndio hiyo ndio tutakuzungumzia hapa. Wakati gani tutasema haya hofu ishapita masaa 24 ama ishapita sasa siku 3? Angalia kwambia Sheikh, wabtidaul muddati fihima, na kuanza kwa muda ambao tuhesabu masaa 24 ama siku 3 katika hizo hofu mbili, minal hadathi ba'da al-lubs, ni kutoka ule wakati mtu atapata hadathi baada ya kuvaa soksi. Kwa hiyo lau mtu atavaa soksi asipate hadathi siku nzima, si soksi ni hofu. Ninajisahau kila sana sema soksi ni hofu. Mambo ya soksi yamekuja haribia dini yetu hao. Wengine wapuzi sana. Mungu atuhifadhi na tuongoze sisi na wao. Yaani mtu amevaa hofu saa 1 mfano asubuhi. Chuma mashallah aweza kuweka udhu paka usiku. Weka udhu paka kesho asubuhi saa 1. Hukumu yake naambia hata muda bado haujaanza. Muda haujaanza kabisa. Muda unaanza atakapopata hadathi baada ya kuvaa ile nini? Hofu. Tuko pamoja Amir? Na hakika. Kwa hivyo huyu wa siku 10 ambao tumepiga na haingia kilini, maana kama Maro alivyonitanabaisha. Mimi nilikuwa napiga hesabu tu anaacha usingizi ama analala koketi, kuna anakwenda haja kujisaidia. Basi mtu aende kujisaidia. Wallahi. Lakini huyo tufanye mfano huo, maana yake kufaradhia tu ile masala ifahamike. Hizo siku 10 yeye hajaharibu nini? Mwambie ile hofu amevaa sana. Haina wasiwasi, hata hajaanza kuhesabiwa muda yeye. Baada hizo siku 10 akipata hadathi tutamwambia sasa ndo time tunakuanzia dakika ya kwanza dakika ya pili. Si eti tawadhi. Sisi tumwambia ukipata hadathi ndo time imeanza. Hata kama hatotawadha pale. Unajua mtu anaweza kuharibikiwa na udhu lakini asitawadhe pale, atawadhe baada ya jisaa, atawadhe baada ya masaa mawili. Hatuhesabu kutoka yeye kutawadha. Tuhesabu kutoka yeye kupata hadathi. Tuko pamoja? Haya, shikali iliyoko sasa. Hiyo hadathi wakati gani? Wewe ukilala si udhu umetanguka. Lakini ukianza kulala ule ni mwanzo wa hadathi ama mwisho wa hadathi? Yaani hadathi ninachotaka kuonyesha hapa ni kuwa hadathi huwa ina muda. Hadathi huwa ina nini? Kama hadathi ni kumgusa tu mtu, kumgusa mwanamke, ukimgusa ndo hadathi ishaingia na time yake imekwisha. Lakini wewe kulala ukiamka ndo sasa unashtuka, kumbe hadathi mimi nimepata nini?
hadathi. Ukiamka hadathi ndio imekwisha, sio? Na ukilala ndio hadathi imeingia ama ndio imeanza. Tuko hapa pamoja? Sasa tuanza kuhesabu wakati gani? Sasa utajuaje kama utajuaje kama sasa wewe umelala? Utajuaje kwamba mimi nimelala saa ngapi? Sasa kulala. Wewe huwezi jua. Anaangalia saa. Huwezi kujua. Ule kulala. Almuhim sisi mimi nitawapa kauli rahisi. Maana kauli ziko mbili. Mimi nitawapa kauli rahisi ili tusije tukachanganyikana sana. Unajua hapa ndo tumeanza kutaja hizo khilafu, kwa hivyo afadhali tuzitaje tu kidogo kidogo. Tuangalie wakati ulioamka kwa ufupi. Tunaangalia wakati uliofanya nini? Wewe umelala saa 3, ukiamka saa 9 za usiku. Hatuangalii saa 3. Tutakwambia wewe time ya hofu imeanza saa ngapi? Saa 9. Ule wakati ulipoamka wewe. Umeamka saa 9, anakuambia haya bwana, kuanzia saa 9 mpaka saa 9 kesho yake time kama ile ndo kama wewe uko kwenu mji wenu, time ya hofu imefanya nini? Imekwisha. Sio saa 3. Na tukiangalia saa 3 itakuwa tena masaa 6 kabla yake. Wale Moroko. Hapo wajua ilikuwa yani hapo kwa kulala. Unajua mwezi jua saa ngapi. Hiyo kuwa kulala saa ngapi uiache kwa sasa, si nishakwambia usizingatie time ya kulala. Ingawa Imam Ramli yakwambia la tuangalie time ya kulala. Na time ya kulala sasa huwezi jua mara, waweza kujua bwana. Hutojua tu kwa dakika ama kwa sekunde, lakini utajua mimi by saa 3:15 nilikuwa kichwa nishakiweka kwenye nini? Na mimi kawaida nikiweka kichwa saa 3:15, by saa 3:30 nishalala. Kwa hivyo wewe hesabu tu kutoka saa 3:15, haina nini? Mbona siasi? Huyu ni Imam Ramli, lakini Ibn Hajar akwambia la. Hivyo sisi tuangalia mwisho wa hadathi. Mwisho wa hadathi ni rahisi, sio? Mwisho wa hadathi ni rahisi. Sawa, akwambia Sheikh wabtidau almuddati, na kuanza kwa ule muda, yani kwa sisi kuhesabu fihi ma, katika hizo hofu mbili, min alhadathi, ni kutoka ule wakati wewe unapata nini? Unapata hadathi. Sawa, baada al-lubsi, baada ya kufanya nini? Baada ya kuvaa ile hofu. Kisha asema sasa tumalizie hii bara ndogo. Fa in masaha khufaihi hadaran, ikiwa yeye atapangusa hofu zake mbili hadaran. Maana ya hadaran ni nini? Ikiwa mtu amepangusa hofu zake mbili hadaran, maana hadaran nini? Yani akiwa yeye ni mwenyeji, yuko katika mji wake, kisha akasafiri. Angalia, thumma safara, kisha akasafiri. Yani wewe umepangusa au uko hapa kwenu kazeni, kisha ukaamua baada ya ushapangusa kama masaa mawili ukatoka tablighi mwenyewe mpaka Kitui. Muda ni gani tutahesabu? Tutahesabu muda gani? Yani manake wewe ikiwa ni mwenyeji, sawa, muda wako ni gani? Ruhusa yako ni muda gani? Siku moja. Lakini ukiwa umesafiri ruhusa yako ni siku ngapi? Siku 3. Sasa wewe ukiwa umeanza ukiwa mwenyeji kisha ukasafiri, tutakupa siku 3 au tukupe siku moja? Umeonaje? Mara umeonaje? Haya, ikiwa wewe utaanza kupangusa ukiwa ni mwenyeji kisha ukasafiri, au akasa, angalia hapo akwambia au akasa, ama akafanya kinyume. Akasa maana yake akafanya kinyume. Aks ni kinyume. Kwa hivyo akasa yana akafanya kinyume. Kinyume maana yake nini? Amepangusa akiwa yeye ni msafiri kisha akaja kwao yani. Hukumu yake nini? Akwambia shekhe, atamma masha muqimin, atatimiza panguso la mwenyeji, hatumpi siku 3. Katika safari yake, yani mfano yeye amesafiri yuko nje akapangusa, kapita siku nusu siku, bado siku ngapi? 2 na msafiri bado kapita nusu siku, takuwa yeye bado siku 2 na nusu. Jamani, siku 2 na nusu. Akifika kwao tutamwambia mambo 2 na nusu. 2 na nusu lao ungekuwa safari, madamu ushafika kwenu siku imebaki ni nusu tu. Sawa, amesafiri kule akapangusa siku 2. Akifika kwake tunaambia bado siku moja, tunaambia la, ishakwisha asila ruhusa. Tumeelewana? Haya, amepangusa kwao, yuko kwao, kisha akasafiri, amepangusa nusu siku, yani kapita nusu siku, akasafiri, tunaambia imebaki nusu ama siku 2 na nusu. Sasa amesafiri, amepangusa akiwa kwake nyumbani, kisha akasafiri. Sasa imebaki nusu siku ama imebaki siku 2 na nusu? Imebaki nusu siku.
Almuhim, ukipangusa ukiwa kwenu kisha ukasafiri, ama ukipangusa ukiwa wewe umesafiri kisha ukarudi kwenu, kwa namna yoyote unapewa tu siku ngapi? Siku moja. Wallahu. Tumeelewana hapo? Na hakika. Haya. Kisha asema shekhe, wa yusannu mashu a'lahu. Sasa kueleza namna ya kupangusa. Namna ya kupangusa ataeleza namna ya kupangusa ya sunna, kisha upande wa faradhi. Akwambia wa yusannu mashu a'lahu. Na ni sunna wewe ama ni sunna mtu apanguse juu ya khofu, kalia juu hivi, sawa, wa asfalihi, juu na kwa chini, sawa, wa aqibihi, wa asfalihi wa aqibihi khututan, kwa kupitisha. Yani mkono ni sunna uweke mkono huu wa kulia juu ya mguu wako, kisha mkono wa kushoto uweke huku nyuma, yani kwenye kisigino kwa juu, kisha ulete hivi. Huu mkono wa kulia waupandisha, mkono wa kushoto waushukisha mpaka ifike kwenye vidole. Mkono wa kulia umeweka juu ya mguu wako kwenye vidole vyako, kisha wapeleka hivi, hiyo ndo sunna. Mkono wa kushoto umeweka huko kwenye kisigino, washukisha mpaka ufike kwenye miguu, mpaka ufike kwenye vidole. Tumeelewana? Hiyo ndo sunna. Ndio hapa akwambia wa yusannu mashu a'lahu wa asfalihi wa aqibihi khututan, sawa. La ilaha illa Allah, la ilaha. Kisha asema shekhe, maratan, mara moja pekee. Sunna ni upanguse mara ngapi? Tulisema kupangusa zaidi ya mara moja makruh. Kupangusa zaidi ya mara moja ni makruh. Kisha malizia shekhe asema wal wajibu, si ni sunna. Sasa kwambia wajibu ni, angalia, wal wajibu mashu adna shay'in min dhahiri a'la. Na wajibu ni apanguse kitu kidogo zaidi katika sehemu ya juu ya hofu, kidogo sana, kama vile kichwa kwa ufupi. Kichwa nilisema hata ukichukua kitone basi hapa pia hata kitone. Sayyidina Ali kutokana na hii akasemaje, lao ingekuwa dini enda na akili basi ile hofu tungeipangusa chini. Manake wewe ukitembea sehemu gani inachafuka, lakini la, dini haiendi kwa akili, dini inaenda kwa nafsi ya Bwana Mtume. Tumeelewa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lao mtu atapangusa chini peke yake ama atapungusa huku kando kando, haitoshi. Mbona umeshtuka? Si anasema yani kama mtu atapungusa chini peke yake au kando kando peke yake haiswi. Simekwambia lazima apanguse juu. Wajibu ni apanguse juu hata kidogo, lakini sunna ni apanguse namna tulivyosema. Sasa lao mtu ataamua amipanguse juu bwana, chini ndio imechafuka, haiswi, atajua mwenyewe. Sawa? Sasa a'la ni juu, dhahir ni huku kwa nje, dhahir ni kwa nje kuna kuonekana. Manake kwa ndani, mtu mwingine anaweza kusema kwa ndani pia ni juu, kwambia la, lazima iwe ni ile sehemu inaonekana kwa juu. Sawa? Allahu a'lam. Inshallah tutaingia katika sasa mambo yanayotangua udhu inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.